Disemba ikianza, nauli hupanda hadi unauliza, hii safari ni ya nyumbani au Mars? Wengi wanaamua kubaki Mombasa, lakini cha kuvutia zaidi ni eti msimu huu huifanya Mombasa ichangamke kiuchumi kuliko miezi mingine yote. Biashara zinafunguka, watu wanapata riziki na mji unageuka kuwa moto wa shughuli. Hawa kina mama ndio injini ya mtaa. Vyakula vyao huuzwa bila kusimama, alfajiri hadi usiku. Hakuna siku mbaya wakati wa sikukuu. Huu ni wakati wetu wa biashara Mama Ngina. Huwa tunategemea wageni kutoka Nairobi, pande zingine zote za Kenya. Ni wakati wetu wa kuvuna Mama Ngina saa hii. Ufukweni kila sekta ina mwamko mpya. Watalii wanakuja, wenyeji wanajimwaya na biashara ya madafu inaenda mbio. Sana sana msimu wa mwaka huu mwezi wa Disemba ndo sana sana kazi ya inapanda. So tarajia mwezi huu wa Disemba tupate wageni zaidi kutoka nchi mbalimbali. Hoteli zimejaa, Airbnbs zimeisha, nyumba za kupangisha ni bahati nasibu, na madereva wa tuktuk safari mara 2, mara ya 3 ya kawaida. Kila kona kuna mteja. Tunaona wakati huu msimu wa Christmas si mbaya. Kuanzia last week at least tunaona mabadiliko kidogo. Tunaona biashara zinanawiri kidogo. Kwa saa hii kazi ya tukutuku si mbaya. Marikiti inageuka soko la kitaifa. Matunda, samaki, viungo, biashara inakimbia kama upepo. Mombasa si tu mahali pa kupumzika, ni kitega uchumi, hasa msimu huu wa sikukuu. Hapo ulipo hali iko ni kama Mombasa ama vipi? Tuongee kwenye comments.